Kwa huyu Mungu mmoja ana aina moja ya ubatizo, sio nyingi. Yesu alibatizwa yeye mwenyewe akiwa ndio kielelezo chetu. Na sisi leo tunayemwamini ni Kristo Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wetu. Aina ya ubatizo ambao Yesu alibatizwa ndio aina ya ubatizo tunaopaswa mimi na wewe unayenisikiliza sasa tubatizwe aina hiyo ya ubatizo. Ukisoma kitabu cha Mathayo 3 fungu la 16 utaona Yesu alivyobatizwa. Kuna maneno pale yanasema, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Sikiliza, mara akapanda kutoka majini. Maana yake alikuwa chini ya maji, yaani alizamishwa kwenye maji na sasa anapanda kutoka kwenye maji. Na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikasemaje? Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, nipendezwaye naye. Kwa hivyo Yesu alibatizwa kwa kuzamishwa kwenye maji mengi. Na ndio maana Biblia inasema alipokuwa akipanda kutoka majini. Kwa mantiki hiyo alizama, ndio maana alipanda. Na sio alimwagiwa maji kwenye kichwa, hapana, ila alizamishwa. Kwa ubatizo wa Biblia ambao ni ubatizo wa kweli kwenye Biblia ni ubatizo wa kuzamishwa majini. Yaani unazama mwili mzima na sio nusu mwili. Huo ndio aina ya ubatizo ambao Mungu anaukubali na ndio aina ya ubatizo tunaopaswa sisi leo tubatizwe. Maana ndio Yesu aliyobatizwa. Ukienda kwenye kitabu cha Injili ya Yohana 3 fungu la 3, alafu tutaruka tutasoma na ile fungu la 6 linasema. Yohana 3 fungu la 3. Ndio. Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia. Amin amin nakwambia. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Endelea. Nikodemo akamwambia Yesu, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ubatizo ni miongoni mwa sababu ya lazima kwa Mkristo. Maana ni kigezo kimojawapo cha kukusababisha uwe raia wa mbinguni. Lakini ubatizo gani tunaozungumza? Ni ubatizo wa maji mengi. Na ubatizo huu una kielelezo. Ubatizo ni kielelezo, una maana yake kwamba tunapobatizwa tunakuwa tumemaanisha nini? Wakolosai 2:12. Wakolosai 2 mstari wa 12, neno la Bwana linasemaje? Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Kwa hiyo unapobatizwa maana yake unazikwa pamoja na Kristo katika ubatizo. Na katika huo mkafufuliwa pamoja naye. Na katika huo ubatizo tukafufuliwa pamoja naye. Kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Kwa hiyo ubatizo maana yake ni kielelezo, ni mfano unaoonyesha ya kwamba tumekiri na kukubali kifo cha Yesu. Tunapozama, unapochukuliwa na mchungaji wakati anakubatiza, anapokuzamisha ndani ya maji na anapokutoa nje, maana yake umezika dhambi zako pamoja na Yesu alipokufa. Na unapotoka katika maji, unatoka ukiwa unamaanisha umefufuka ukiwa kiumbe kipya na ya kale yamepita. Amen. Kwa hivyo kama mtu unabatizwa kwa kumwagiwa maji kwenye kichwa, maana yake ni nini? Haujabatizwa bado. Kwa nini haujabatizwa bado? Kwa sababu kubatizwa ni kuzamishwa katika maji mengi. Lakini ukimwagiwa maji kwenye kichwa, wewe hujabatizwa ila umemwagiwa maji. Maana ubatizo ni lazima uzamishwe, na huu sio ubatizo wangu mimi. Huu ni ubatizo wa Biblia, ndivyo inavyofundisha, na hiyo ndio aina ya ubatizo wa Mungu tunayemtegemea na kumcha Mungu wetu wa mbinguni. Katika Warumi 6 fungu la 4. Warumi 6 fungu la 4, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nao ni kielelezo kwamba ubatizo ni kitu muhimu sana. Alafu Yesu ndiye kielelezo chetu.
Yeye tumeona alibatizwa kwa maji mengi, na sisi tunapaswa tubatizwe kwa maji mengi. Maana yake na mfano wake ni nini? Inatuonyesha ya kwamba tunazama na tunafufuliwa tukiwa wakamilifu na waaminifu tulioambatana pamoja na Bwana. Waefeso 1 fungu la 19 mpaka 20 linasema, Waefeso 1:19 neno la Bwana linasema, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu, tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake, aliotenda katika Kristo, alipomfufua katika wafu, ndio akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Hicho ndicho kielelezo cha ubatizo, kwamba inatuonyesha namna ambavyo Kristo Yesu mwenyewe aliingizwa majini akaifufuka, na kama Yesu ambaye ni kielelezo chetu aliingizwa majini na akafufuka, basi na sisi pia tunapaswa tubatizwe aina ya ubatizo ambao Yesu alibatizwa. Yohana 10:16. Yohana 10:16, na kondoo wengine ninao. Biblia Yesu anasema hivi, na kondoo wengine ninao, ambao si wa zizi hili, ambao hawapo tu kwenye zizi hili kwa sasa, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Alafu litakuwepo kundi moja na mchungaji atakuwa mmoja. Nisikilize. Inawezekana unayenisikiliza sasa ulibatizwa kwa kumwagiwa maji kwenye kichwa. Yesu anasema hivi, wako watu walio ndani wanaopaswa kuwa ndani ya zizi lake. Na inawezekana ulibatizwa kwa kutokuelewa. Wewe nenda kamuulize hata kiongozi wa dini yako ambaye wanabatiza kwa kumwagiwa maji au kwa kuruka moto ama kwa kuchapwa viboko. Muulize, hivi ubatizo wa kweli kwenye Biblia unasemaje? Hakuna asiyejua duniani ya kwamba ubatizo wa kweli wa kwenye Biblia ni wa kuzamishwa majini. Leo hii binadamu tunaweza tukawa tunakosea kwa kutokuwa na uelewa, na ndio maana Biblia inatuambia hivi, sasa tunapokuwa tumepata uelewa, yawezekana tulikuwa tunakosea tuko nje. Sisi ina maana sio kondoo tuliokuwa ndani ya zizi. Lakini leo umejifunza, umejua, yawezekana kwa kukosea mwanzo hata Mungu asikuhesabia hatia. Lakini sasa unahesabiwa hatia. Kwa nini? Kwa sababu umeshakuujua ukweli ya kwamba ubatizo wa kweli ni ubatizo wa maji mengi. Matendo ya Mitume 2 fungu la 37 mpaka 39 linasema, walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao. Wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe. Cha kwanza tubuni, cha pili mkabatizwe, kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Na baada ya kubatizwa ubatizo wa Kristo Yesu aliyousema na umeshaungama dhambi zako, unapewa sasa zawadi ya kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo rafiki yangu, usijione umechelewa. Maana hata zama za zamani, wakati wakina Petro wanahubiri, waligundua wako watu ambao walihitaji kujua ukweli, wakawauliza, sasa ndugu zanguni, tumeelewa huu ndio ukweli, tufanye nini sasa? Nao wakawaambia, mbona kazi ni nyepesi kabisa. Cha kwanza, tubu. Nini unatubu? Ikiwa ulibatizwa ubatizo wa maji mafupi pasipo kujua, cha kwanza unamwambia Yesu, sikuwa na elimu ya kuwa na uelewa wa namna hii, lakini sasa nimeelewa, naomba unisamehe. Cha pili, muamini yeye kwa kujithibitishia kwa ubatizo wa maji mengi. Na mimi nataka nikwambie, kama hujabatizwa ubatizo wa maji mengi na unahitaji kubatizwa ubatizo wa maji mengi, usisite kuwasiliana nasi kwa namba zetu za simu zifuatazo wakati tunaendelea kujifunza. Piga simu ifuatayo 0677 049 361. Nitarudia 0677 049 361. Ama unaweza kutumia namba ya Voda ambayo ni 0764 764 864. Nitarudia 0764 764 864. Tupigie simu tuambie, nimejifunza na kuelewa ubatizo wa kweli, na sasa nahitaji nibatizwe ubatizo wa kweli. Sisi tutaandaa ubatizo wa kwako maalum, ili ubatizo ambao Mungu anahitaji wewe ubatizwe.
Na nataka nikwambie usianze kusita na usiangalie mtu, usiangalie watu, angalia Biblia inasemaje. Tulisema leo hii duniani ukitaka kujua wanaokosea na wanaopatia, usiangalie tu madhehebu. Unachopaswa wewe kuangalia ukweli wa Biblia. Je, unakoabudu leo wanabatiza kwa maji mengi? Kama wanabatiza kwa maji mengi, uko sahihi kwenye hilo, tayari umefaa. Lakini kama ulipo sasa ulibatizwa kwa kumwagiwa maji kichwani, bado una mapungufu. Unapaswa kwenda kwenye ubatizo wa kweli wa Biblia. Unajua katika kitabu cha Mathayo 15 fungu la 8 la 9 linasema. Mathayo mtakatifu 15 fungu la 8 na la 9. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. 15 msomaji. 15 fungu la 8 na la 9. Mathayo 15 kumlazi fungu la 8 na la 9. Neno la Bwana linasema. Watu hawa huniheshimu kwa midomo. Yesu anasema watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Lakini kiukweli mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure. Ndio. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo usisikilize maagizo ya wanadamu. Leo duniani wanadamu wanaweza kukupa maagizo yao ya kwamba ubatizo tu ni ubatizo. Huyo ni mwanadamu. Tulijifunza Biblia ni maneno ya Mungu yaliyoandikwa na manabii. Nabii ni mtu anayepokea ujumbe kwa Mungu na kuusema kwa watu. Biblia ndicho kitabu tunachokiamini na ndilo neno la Bwana. Linasema ubatizo wa kweli ni ubatizo wa maji mengi. Kwa hiyo unapaswa ubatizo kwa ubatizo wa maji mengi. Lakini leo kuna watu duniani kwanza wanamheshimu Yesu bure na wanamzungumza na kumsema, lakini ubaya wanafuata mafundisho ya wanadamu. Binadamu anaweza akafundisha tu anavyotaka yeye na akaenenda kinyume na Biblia, lakini wewe unapaswa kuiamini Biblia. Hata kama mimi ninachofundisha kipime kwenye viwango vya Biblia. Je, hiki kinachosemwa kiko sahihi kulingana na maandiko matakatifu? Na ukiona kina mapungufu, hicho si kweli, lakini nenda kasome Biblia yako. Hautaona maana mtu alibatizwa kwa kumwagiwa maji kichwani. Huo si ubatizo. Kwanza maana ya neno ubatizo linaloitwa baptism, maana yake ni kuzamisha ndani ya maji. Ndio maana hilo neno, unazamishwa ndani ya maji kisha unatolewa nje ya maji. Hiyo ndio maana ya tafsiri ya neno baptism. Na ndio maana angalia kwenye kitabu cha, hebu tuende kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 8 fungu la 27. Matendo ya Mitume 8:27, neno la Bwana lasema. Ndio. Naye akaondoka akaenda mara akamwona mtu wa Kushi. Ndio. Toashi mwenye mamlaka chini ya Kandake Malkia wa Kushi. Ndio. Endelea. Malkia wa Kushi aliyewekwa juu ya hazina yake yote. Naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Ndio. Akawa akirejea ameketi galini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. Chuo cha nabii Isaya. Roho akamwambia Filipo. Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili. Sogea karibu na gari hilo. Ukashikamane nalo. Ukashikamane nalo. Basi Filipo akaenda mbio. Basi Filipo akaenda mbio. Akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Akamsikia akisoma chuo cha nabii Isaya. Akanena. Je, yamekuelewa haya unayosoma? Yamekuelewa haya unayoyasoma? Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili. Na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili. Aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo. Aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo. Na kama vile mwana kondoo alivyokimya mbele yake. Na kama vile mwana kondoo alivyokimya mbele yake. Amkatae manyoya. Vivyo hivyo yeye naye afunui kinywa chake. Vivyo hivyo yeye naye afunui kinywa chake. Katika kujidhili kwake hukumu yake iliondolewa. Katika kujidhili kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeeleza kizazi chake? Ni nani atakayeeleza kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Yule towashi akamjibu Filipo akasema. Na kuomba. Nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Je, nabii huyu ambaye ni Isaya asema haya kwa habari ya nani? Na ukumbuke
Mkushi anauliza ili ajue, maana hajui. Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Filipo akafunua kinywa chake na akianza kwa andiko hilo hilo. Filipo akafunua kinywa chake na akianza kwa andiko hilo hilo. Akamhubiri habari njema za Yesu. Akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani. Wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya. Ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasemaje? Ukiamini kwa moyo wako wote. Inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame. Wakateremka wote wawili majini. Filipo na yule towashi. Naye akambatiza. Wakashuka majini, kwenye maji mengi wakaingia. Filipo akambatiza. Lakini kama umeangalia vizuri hapo, kuna neno alimwambia, kama umeamini hakuna kinachokuzuia kubatizwa. Kwa hiyo ubatizo unakuja mtu akiamini. Mathayo 28 fungu la 18, 19 na 20 linasema. Mathayo 28:19 na 20, neno la Bwana lasema. Linasemaje mtu? Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Cha kwanza Yesu anachosema, basi enendeni mkayafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mkiwabatiza kwa jina la Baba. Na Mwana. Na Roho Mtakatifu. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama mimi nipo pamoja nami siku zote hata ukamilifu wa dahari. Anaahidi, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sikiliza, Yesu amesema kwanza nendeni muwafanye watu kuwa wanafunzi. Kwa maana gani? Watu kwanza wajifunze habari njema za Mungu. Alafu kwenye Matendo ya Mitume imetuambia yule towashi alipomwambia Filipo ambatize, Filipo akamwambia, umeamini? Alipokubali ameamini, akabatizwa. Sasa nikuulize swali, ndugu msikilizaji. Mtoto mdogo aliyezaliwa ambaye hana akili anaweza kufundishwa na akaamini? Jibu, haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu yeye bado ni mtoto, hana chochote anachojua. Lakini leo pia kuna watu ambao wanabatiza watoto wadogo. Yesu hakubatiza mtoto, ila aliwabariki watoto kwa kuwaekea mikono kichwani. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 19, msomaji, fungu la 13 na mpaka la 15 linasemaje? Mathayo 19:13. Ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wake wakawakemea. Lakini Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Wala msiwazuie. Kwa maana walio mfano wa hao. Ufalme wa mbinguni ni wao. Akaweka mikono yake juu yao. Akatoka huko. Kwa hivyo nisikilize, mtoto mdogo habatizwi, ila anafanyiwa ombi la kubarikiwa. Lakini leo kuna watu wanabatiza watoto wadogo. Mtoto mchanga ndo amezaliwa, labda ana miezi miwili, ana miezi mitatu, ana miezi minne, ana mwaka mmoja, ana miaka mitatu, ana miaka mitano, ana miaka misita, ana miaka at least. Mtoto mwenye miaka 10 ana akili ya kutambua na anaweza kufundishwa ukweli akauamini na akafanya maamuzi. Na ndio maana kwa towashi, kama umeangalia, Biblia ilisema towashi alipomuuliza kwamba hivi sasa, ikiwa umenifundisha na huu ndio ukweli nimeuelewa, nini kinachonizuia nisibatizwe? Yule rafiki akamwambia, hakuna kinachozuia usibatizwe, lakini kama umeamini. Yesu naye anapoondoka anawaambia kwamba mtawafundisha, na watu mtakaowafundisha wakiamini, basi muwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mnawabatizaje? Mnawabatiza kama Filipo alivyombatiza yule towashi.
Alimbatizaje? Walishuka kwenye chombo chao, wakashuka wote majini. Na ukiendelea kusoma pale utaona alipomzamisha kwenye maji, wakati ule towashi anaamka kutoka kwenye maji, Filipo akachukuliwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo watoto wadogo hawabatizwi. Hakuna kwenye Biblia na hamna fundisho kwenye maandiko matakatifu ya Mungu linaloonyesha mtoto mdogo anabatizwa. Kama ulibatizwa ukiwa mtoto mdogo, ujue kabisa ubatizo wako ni batili. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa huna akili ya kufundishwa, ukaelewa, ukaamini na ukafanya maamuzi. Inawezekana leo hii umesikia habari za Biblia zinavyosema kuhusiana na ubatizo. Cha kwanza umesikia, cha pili umeelewa, cha tatu moyo wako umesema, moyoni mwako umesema, sasa nimefanya maamuzi, ninaamua kubatizwa. Na mimi nataka nikualike, sisi tuko tayari kufanya huduma Mungu aliyotuagiza duniani ya ubatizo. Kama ndilo hitaji lako, tupigie simu namba zifuatazo: 0677 049 361, 0764 764 864. Nitazirudia hizi namba. Namba ya Tigo 0677 049 361. Namba ya Voda 0764 764 864. Ukitupigia simu hiyo, sisi tutachukua hatua ya kuandaa ubatizo wa maji mengi kwa ajili yako wewe uliyejifunza na kuamini na kuchukua hatua. Kama towashi mwanzo alikuwa haelewi, Filipo alipopanda kwenye chombo akamuelewesha, akaelewa, na towashi akasema, nini kinanizuia nisibatizwe? Naye akaambiwa, ikiwa umekubali na umeelewa, kwa nini usibatizwe? Matendo ya Mitume imetuonyesha 2:37 mpaka 39. Wale watu wa kizazi kile waliposikia habari njema wakamuuliza Petro, akimwambia, sasa Petro, tufanye nini? Wakaambiwa, jamani, mbona kazi ni ndogo? Hawa watu walifundishwa kwanza, wakaamini, na ndio maana wakauliza. Sasa mtoto mdogo ambaye bado haelewi, huwezi kumfundisha akaelewa, hawezi kwenda kuuliza, hawezi kusema ameamini. Lakini watu wazima wenye akili timamu ndio wanaofundishwa, na wao ndio wanaoweza kusema, sawa, tumeuelewa ukweli wa Mungu, sasa Mungu anahitaji tufanye nini? Ndipo Petro akawaambia, mnahitajika kutubu kwa dhambi ya kumkosea Mungu. Ya pili, mnapaswa mbatizwe tena kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nataka nikutie moyo, usijione umechelewa, wala usijidharau, wala usijione kwamba sasa wewe huna haki ya ubatizo. Bado una nafasi kubwa ya kufanya matengenezo na kuanza upya na Bwana wako. Na inawezekana kabisa, ndugu msikilizaji, leo umelisikiliza somo hili kwa sababu Mungu alikuwa akihitaji kuongea na wewe kwa kupitia mtumishi wake, na huu ndio ukweli ulioufahamu. Sasa maamuzi ni ya kwako. Mungu alazimishi, ila anakwambia ukweli, na ukweli ukishasemwa anakuacha, maana na wewe nawe una nafasi ya kufanya maamuzi katika ukweli uliojifunza. Ndio maana Matendo ya Mitume hiyo 2 fungu la 17 mpaka la 19 linasema, 17 mpaka 19, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto, na wazee wenu wataota ndoto. Naam. Siku zile nitamwangamiza mtumishi wangu, siku zile nitamwangamiza mtumishi wangu, wanaume na wanawake. Ndio, fungu la 18. Naam. Siku zile nitamwangamiza mtumishi wangu, wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Ndio, endelea mpaka 19. Siku zile nitamwagia watumishi wangu, wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu, na ishara katika nchi chini, damu na moto, na mvuke wa moshi. Kwa hivyo rafiki yangu, huu ni wakati wa mwisho. Tunaishi katika dunia iliyojaa uongo. Kumbuka wakati tunaanza mafundisho haya tulisema shetani ni muongo, na alianza uongo wake kwa kuambia wazazi wetu wa kwanza ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huo hamtakufa hakika. Na mpaka sasa anaongopea watu kwenye masuala ya maandiko matakatifu. Mfano, jana tulijifunza tukaona ya kwamba kuna aina ya uongo aliyoutumia wale mliotusikia siku ya jana. Watu wanakufa
lakini anasema watu hawafi. Lakini pia leo tumeenda kuangalia kwa kina ya kwamba ubatizo wa kweli ni ubatizo wa maji mengi, na ndio ubatizo wa Mungu wetu wa mbinguni anaohitaji mimi na wewe tuliomwamini na kumkiri tubatizwe kwa ubatizo huo. Na huo ndio ubatizo ni wa Mungu, na Mungu ndiye aliyeuanzisha na sio mwingine. Na ndio maana aliyeanza wa kwanza kubatiza alikuwa Yohana Mbatizaji. Na huyu Yohana aliyetumwa na Kristo Yesu na Mungu aende kuiandaa njia kwa ajili ya Yesu. Yohana akawaambia watu, tubuni mkabatizwe, tubuni muokolewe. Na watu walipotubu waliingia katika mto wa Yordani wakabatizwa na Yohana. Sasa leo hii kuna watu wanauliza, wanasema sasa kama wenzetu walibatizwa kwenye mto wa Yordani, kwa nini na sisi tusiende kubatizwa huko Yordani kwenye mto? Sikiliza rafiki yangu, ukweli ni huu, hatuendi kubatizwa kwenye mto aliyobatizwa Yesu. Yesu alibatizwa pale kwa sababu ndipo mahala palipokuwa na maji mengi. Lakini sisi leo, mfano tunaoishi hapa Dar es Salaam, maji mengi yako sehemu nyingi, kuna bahari. Lakini watu hapo waliotengeneza mabwawa, wako waliochimba visima. Kinachotakiwa, maana ya ubatizo ni wewe uzame kisha uibuke, na huo ndio ubatizo wa kweli unaotakiwa mtu abatizwe. Kwa hiyo rafiki yangu, bado una nafasi ya kufanya matengenezo, bado una nafasi, maana Mungu anakupenda. Na ndio maana Yesu anasema wako kondoo walio wangu ambao bado hawako ndani ya zizi kwa kutokujua kwao. Leo hii Mungu amemtumia mtumishi wake, nawe umeuelewa ukweli ya kwamba ubatizo wa kweli ni ubatizo wa maji mengi. Wakorintho wa pili 5 na ile fungu la 7, msomaji. Wakorintho wa pili 5 na fungu la 17. Wakorintho wa pili 5 fungu lile la 17 linasemaje? Neno la Bwana linasema, neno la Bwana linasema, kwa kuwa, Wakorintho wa pili, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Sikiliza, Wakorintho wa pili 5:17 inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo usikae kujilaumu ukisema kwamba sasa itakuwaje, mbona mimi? Hapana. Yesu anasema hivi, unapomwamini wewe unakuwa kiumbe kipya. Na Yesu anasema yale ya kale kwako yanakuwa yamepita. Maana yake nini? Wewe haui tena wa kale, wewe unakuwa chombo chake kipya kwa kumwamini. Kwa hiyo inawezekana kabisa ulikuwa unaenenda kinyume na utaratibu wa Mungu, lakini una haki hiyo ya kuenenda hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulikuwa unafanya kitu usichokielewa, lakini sasa umefundishwa, umekielewa, uamuzi uko mikononi mwako, na Yesu anakuhitaji wewe uzaliwe upya. Kwa hiyo usichezee nafasi za kweli. Hebu tenganisha kati ya kweli na uongo, na hii ndiyo sehemu salama itakayokusaidia. Maana pasipokuwa mwaminifu na kujitoa kwa Mungu na kusikiliza kweli yake, utayumbishwa katika hii dunia tunayoishi leo. Kwa sababu hii tumesoma kitabu cha Mathayo 15 fungu la 8 na la 9. Tumelisoma. Hebu rudia hapo msomaji, nitolee msisitizo. Mathayo 15 fungu la 8 na la 9. Watu hawa huniheshimu kwa midomo. Biblia inasema kuna watu duniani wanaomheshimu Mungu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Lakini kiukweli mioyo yao iko mbali naye. Nao waniabudu bure. Kwa nini mioyo yao iko mbali na Mungu? Kwa sababu ya kwanza, wanamwabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Wako wanaofundisha mafundisho ambayo sio maagizo ya Mungu, ila ni mafundisho ambayo ni maagizo ya wanadamu. Na sisi hatupaswi kufundisha watu mafundisho ambayo ni maagizo ya binadamu. Binadamu maagizo yake huyatoa kwa shetani. Maana Biblia inasema hivi, Yesu aliwakemea wale watu wanaoenda kinyume naye katika kitabu cha Mathayo, Injili ya Yohana 8 fungu la 44. Yesu aliwakemea akisema hivi, Yohana 8:44, neno la Bwana linasema, 8:44 inasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli. Alafu cha pili, Ibilisi sio mkweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Na sio mkweli sio kwa sababu nyingine yote, kwa sababu huo ukweli ndani yake haupo. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe. Anaposema uongo, Ibilisi mara nyingi anasema mambo yaliyokuwa ya kwake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo. Kwa sababu ya kwanza, yeye ni muongo na baba wa huo, na kama haitoshi, yeye ni baba wa huo uongo. Kwa hiyo hata katika swala la ubatizo,
Unajua kwa nini tunabatizwa? Yesu alibatizwa, Luka 3 fungu la 21. Shetani anachotafuta siku zote mpaka sasa ni kuenenda kinyume na Mungu. Kile Mungu anachokisema hivi, yeye shetani anasema hapana, ni vile. Na hicho ndicho ambacho shetani anakifanya mpaka sasa ili atuangamize. Inasemaje fungu la 21 na 22? Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa. Hebu sikiliza cha kwanza, watu wote walipokwisha kubatizwa. Na Yesu naye amebatizwa. Sikiliza, sio tu watu wote, hata Kristo Yesu naye akabatizwa. Naye anaomba. Mbingu zilifunuka. Mbingu zikamfunukia. Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili. Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili. Kama hua. Sauti ikatoka mbinguni. Sauti ikatoka mbinguni. Wewe ndiwe mwanangu mpendwa. Wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu. Nipendezwaye nawe. Ninayependezwa naye. Kwa hivyo ikiwa Yesu unayemwamini wewe ni kama utanielewa hiyo kauli yangu. Ikiwa Yesu unayemwamini, yani imani yako mimi na wewe tumeiweka kwa huyu Yesu tunayemwamini, Yesu alibatizwa. Sikiliza, sio yeye tu, na watu wote walipokwisha kubatizwa, si Yesu tu, na watu wengine waliomwamini walipokuwa wamemaliza kubatizwa. Angalia, kuna faida ya ushindi kwenye ubatizo. Mmoja wapo, wanaobatizwa wanapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Yesu aliahidi katika kitabu cha Yohana 14 fungu la 14 na kuendelea, msomaji. Yohana 14:14 inasema, mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Yesu cha kwanza anasema mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami nitamwomba Baba. Nami Yesu nitamwomba Baba. Naye atawapa msaidizi mwingine. Sikiliza, Yesu atatuombea tupewe msaidizi mwingine. Ili akae nanyi hata milele. Ili akae na sisi hata milele, huyo msaidizi. Ndiye Roho wa kweli. Na huyo msaidizi ndiye Roho wa kweli. Ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua. Lakini ninyi mliobatizwa na kuniamini mnamtambua huyo. Maana anakaa kwenu. Naye atakuwa ndani yenu. Kwa hivyo nisikilize, ukiwa haujabatizwa ubatizo wa maji mengi, tayari umejifungia nafasi ya kupata zawadi ya Roho. Maana hata Yesu alipomaliza kubatizwa ndipo akamshukia na Yesu nguvu ya Roho Mtakatifu ikawa juu ya bega lake. Maana yake Roho Mtakatifu akamshukia ndani yake. Na Yesu wakati anaondoka akawaahidi wanafunzi wake waliokuwa wamekwisha kubatizwa. Akawaambia, mimi ninaondoka, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Na ni kweli kabisa, ukisoma katika Biblia Roho Mtakatifu alikuja. Matendo ya Mitume 1, hebu tuanzie lile fungu la 6 na kuendelea. Basi walipokutanika wakamuuliza Yesu wakisema, Je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira. Sio kazi yenu kujua nyakati wala majira. Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu. Akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Alafu mkishakuwa na huyo Roho Mtakatifu mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Na katika Uyahudi wote na Samaria. Na hata mwisho wa nchi. Kwa hivyo ubatizo wa kweli ni sababu pia ya kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na Yesu anasema tukiisha kuipokea hii nguvu ya Roho Mtakatifu tutafanya kazi ya Bwana kwa ukubwa wake na upana wake. Tutaifanyaje? Tutakuwa na uwezo wa kufanya mambo makubwa, maana tutaifanya kazi ya Bwana tukiongozwa na Roho aliye ndani yetu. Na ndio maana angalia wanafunzi wa Yesu, ukipata muda nenda usome kitabu cha Matendo ya Mitume. Utakutana na habari za Petro akiwa na Yohana. Matendo ya Mitume 3 fungu la 1 na kuendelea. Utasoma ndugu msikilizaji. Mimi niiseme tu, Yesu akiwa na Yohana wanakwenda hekaluni kwa ajili ya ibada, wakakutana. Na ukumbuke wakiwa wamebatizwa na wameshapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Wakakutana na mlemavu, mtu ambaye hawezi kutembea, amekaa nje langoni. Yeye alikuwa akiomba fedha wamsaidie pesa kwa ajili ya matumizi. Petro na Yesu Petro pamoja na Yohana hawakuwa na fedha. Wakamwambia yule rafiki ambaye ana matatizo ya kutembea, akamwambia, sikiliza rafiki yangu, sisi hatuna pesa ya kukupatia kiukweli,
lakini tuna kitu cha thamani tunachoweza kukupatia zaidi ya kuponywa, na hicho kitu ilikuwa ni Kristo Yesu, na hicho kitu ilikuwa ni uponyaji unayefanywa na watu waliyemwamini Mungu, waliobatizwa ubatizo wa maji mengi na waliopokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Wakamgeukia yule mlemavu akamwambia, katika jina la Yesu aliye hai, simama. Na usiishie simama, tembea. Yule mlemavu aliyekuwa hawezi kutembea, alikuwa akiomba pesa, akasimama akitetemeka, akakamilika akiwa mzima, miguu inatembea vizuri, na akaingia nao kwenye ibada akishangilia na kurukaruka kwa sababu alikutana na Kristo. Nikuombe ndugu msikilizaji, kutana na Mungu katika maisha yako. Mungu ni wa thamani kwetu na ana msaada mkubwa katika maisha yetu. Mungu akubariki unapofanya maamuzi na kuchukua hatua kile ambacho umejifunza kwa ajili ya maisha yako ya sasa, ukijiandaa kwa ajili ya maisha yajayo, ili Mungu akubariki. Lakini pia tumeendelea kupokea maombi ya watu tuwaombee kwa ajili ya kazi. Wako wanaomba tuombee ndoa zao, wako wagonjwa wasiojiweza wanaohitaji maombi. Sasa nikualike kwa kicho, karibu tuweze kuomba pamoja. Asante Baba yetu mtakatifu na Mungu wetu mkuu unaoishi mahali pasili juu mbinguni. Tunashukuru leo ulivyojifunua kujua ukweli ya kwamba ubatizo wa kweli ni ubatizo wa maji mengi. Sasa bariki watumishi wako wanapoitikia mwito wa kukufuata wewe katika kutii kweli yako na kukutegemea wewe kulingana na mwongozo wa maandiko yako matakatifu. Lakini Kristo, pasipo wewe kukaa ndani yetu na kutupa uwezo wa Roho Mtakatifu, sisi hatuna lolote tunaloweza kufanya. Na sasa Bwana, tunaombea wagonjwa. Nenda nyoosha mkono wako wenye nguvu na uponyaji, ukawaponye katika jina la Yesu. Amen. Tunaomba kwa ajili ya wenye changamoto kwenye ndoa zao. Wapatie amani na furaha, maana kusudi la ndoa lilianzisha wewe. Ikiwa kuna migogoro, kuna ugomvi, na kusii Yesu, katika uweza na nguvu ulizo nazo, tatua hiyo migogoro na isiwe tena sehemu ya maisha yao. Wale waliolala maututi, wana maumivu, wamekata tamaa na afya zao, ninakusii Yesu, okoa roho zao, waponye na miili yao. Tunaomba tubariki na kutupatia uhai, ili kesho tena tukutane nawe kwa ajili ya kujifunza maandiko yako matakatifu. Ni katika jina lako takatifu Kristo Yesu tumeomba. Amina.